Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo, na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na habari za uongo zatishia amani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Sudani ya ushutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kuhusika na mashambulizi ya anga Port Sudan. Na katika michezo, Pamba Jiji imetamba kufanya vizuri katika michezo yake iliyosalia ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Aksa Raymond nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Boniface Robert atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Lucia Mkono. Na tuanze na habari za kitaifa. Habari za uongo zimeongezeka kwa kasi kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia, huku madhara yakizidi kuwa makubwa, hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi. Waandishi wa habari kutoka Radio SAUT FM na SAUT TV jijini Mwanza wameeleza madhara yanayotokana na usambazaji wa habari za uongo, ikiwa ni pamoja na migogoro na kuzua taharuki. Mwandishi wetu Glory Nko amefanya mahojiano na baadhi ya waandishi hao na kuandaa ripoti ifuatayo. Usambaji wa taarifa za uongo maarufu kama fake news umekuwa kwa kasi, hususan katika mitandao ya kijamii. Hii ni kutokana na ukuaji wa sayansi na teknolojia. Baadhi ya waandishi wa habari kutoka Radio SAUT FM na SAUT TV wameeleza madhara yanayotokana na usambazaji wa taarifa hizo za uongo. Usambazaji wa taarifa za uongo ina madhara makubwa sana, hasa katika jamii ambayo inatuzunguka. Zile taarifa zinaweza kusababisha migogoro katika jamii, watu kutokana labda kwa mfano taarifa fulani ya uongo kuhusu kiongozi imechapishwa. Kwa hiyo unakuta kuna migogoro kati ya wananchi pamoja na viongozi. Kwanza itapelekea taharuki kwa wananchi au jamii kwa ujumla. Kwanza kuwaza nini kinaendelea. Napelekea kuvunja uaminifu kwa jamii, kwa sababu endapo jamii itagundua kwamba unatoa taarifa ambazo sio za kweli, wataacha pia kufuatilia chombo chako. Fake news inaweza ikawafanya watu wakate tamaa juu ya kile ambacho wamepanga kufanya, kama kwenda kufanya uchaguzi. Mtu akipata taarifa za uongo juu ya mgombea fulani au juu ya chama fulani, basi hata kata tamaa. Kwa upande wake, mwandishi wa habari kutoka Radio Habari Leo ameeleza namna ambavyo waandishi wa habari wanaweza kukabiliana na usambaaji na usambazaji wa habari hizo za uongo. Kuepuka hizi fake news, kitu cha kwanza ni kujua kwamba habari hii imetoka wapi, kujua kwanza chanzo cha habari hiyo. Lakini kitu cha pili, kufanya cross checking kwenye habari, yani kufanya editing katika habari ambazo zinawafikia katika media yenu. Kuepuka zile wanasema copying and pasting, yani habari nyingi ambazo zinakuwa zinarushwa katika media nyingi na ndio maana zinakuwa fake, ni kutokana na waandishi wengi kukosa ubunifu. Kitu cha kwanza ambacho kinakusaidia wewe journalist kujua kwamba habari hii ni ukweli, kwanza unapaswa kufanya research. Research itakusaidia kujua hii habari ni ukweli ama ni uongo, ishi kuacha uvivu. Tunapokuwa katika media zetu tunapaswa kutengeneza idea zetu ambazo ni za sisi wenyewe. Halafu sisi wenyewe tuende katika field zile habari. Nina uhakika kwamba unapoenda field ukafanya interview ama discussion na watu mbalimbali kwa kutokana na idea yako, inakusaidia pia kuepuka zile fake news. Katika dunia ya sasa inayosheheni taarifa nyingi, si kila kitu kinachosemekana au kusikika basi ni cha kweli. Habari za uongo zimekuwa tishio kwa amani, umoja na hata usalama wetu binafsi. Ni wajibu wetu wote kuchunguza chanzo cha habari, kuthibitisha kabla ya kusambaza na kuwa sehemu ya suluhisho, si tatizo. Tuchague kuwa mawakala wa ukweli. Kutoka kwangu Glory Nko wa SAUT TV. Shukrani sana Glory Nko kwa ripoti hiyo, na sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo vijana wametakiwa kutumia muda wao kwa ufanisi kwa kupanga ratiba zao vyema, hatua itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi na kufikia malengo yao ya kimaisha. Wakizungumza na SAUT TV habari, baadhi ya vijana wameeleza jinsi wanavyoweza kuhimili ratiba zao za masomo na shughuli zao binafsi ili kuongeza tija katika maisha yao ya kila siku. Taarifa yake Happy Raphael inaeleza kwa kina. Muda ni mali. Vijana wanapaswa kuutumia vizuri muda ili waweze kujikwamua kimaisha. Leo SAUT TV imeongea na vijana wanaoishi Malimbe, wameeleza ni kwa namna gani wanautumia muda vizuri ili kuweza kujikwamua kimaisha. Naandaa ratiba yangu vizuri. Ni kwamba naandaa ratiba yangu vizuri
ambayo ratiba itakuwa ni ya muda mfupi ama muda mrefu. Ratiba hiyo itanisaidia mimi kuendana au kuendesha ratiba yangu vizuri ili niweze kufanikisha malengo yangu. Kitu cha pili ni kuweka effort katika kazi. Yaani kuweka effort katika kazi na maana muda mwingi nitafocus katika vile vitu ambavyo ni vya faida na vinavyoniingizia mimi, hususan ni swala la kipato na vinavyonipa faida katika career mbalimbali. Ni kwamba mimi najishughulisha na shughuli za kujasiriamali ndogo ndogo pamoja na shughuli za kimtandao ambazo zinanipa mimi kuingiza kipato kila siku ili kuendesha maisha yangu. Ninavyogawa mimi muda wangu ni kwamba naangalia ratiba yangu ya vipindi kwa siku na ratiba zangu za siku na wiki nzima zimekaaje. Kwa mfano nikiangalia ratiba yangu ya siku nzima, ninaweza kuajiri mtu au kumweka mtu akakaa badala yangu, baada nikitoka hapo narudi kuendelea na shughuli zangu binafsi. Cha kwanza mimi binafsi na ratiba yangu, ratiba ya darasani na ratiba yangu ya nje. Hiyo ratiba inanisaidia muda wa darasani naenda darasani, muda wa nje nafanya mambo yangu kama biashara au kukuza kipaji changu, maana mimi mwenyewe hapa ni dansa. Pia SAUT TV imezungumza na mwezeshaji wa vijana Alex Geza kutoka Empire Generation ambaye amewashauri vijana kuhusu njia zitakazowawezesha kutunza na kutumia muda vizuri ili kufanikiwa katika mipango yao. Kwa jina naitwa Alex Geza, ni youth facilitator wa program ya Generation Power hapa chuoni SAUT. Kitu cha kwanza ambacho kijana anapaswa kutumia muda wake katika chuoni, cha kwanza ni kujifunza nje ya darasa. Kuna seminars, warsha, clubs na vitu mbalimbali ambavyo kijana anaweza kutumia muda ili kuongeza ujuzi nje ya darasa. Cha pili ni kufanya networking au kujenga mtandao. Mara nyingi vijana wakimaliza chuo wanategemea kupata ajira. Ajira ziko wapi? Unaweza kujiuliza. Ajira ziko mikononi mwa watu, kuanzia kwenye walimu, makanisani, misikitini, watu naokutana nao sehemu mbalimbali. Kwa kijana anapaswa kutumia muda wake vizuri kufanya networking mbalimbali. Ni muhimu kwa kila kijana kutunza muda ili kuweza kufikia malengo yake aliyojiwekea. Mimi ni Happy Raphael wa SAUT TV. Asante sana Happy Raphael kwa taarifa hiyo. Na tuhamie katika taarifa nyingine tukirejea hapa katika viunga vya SAUT. Baadhi ya wanafunzi wenye ulemavu kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino jijini Mwanza wameeleza mchango muhimu wa walimu chuoni hapo katika kuwasaidia kufikia malengo yao ya kielimu. Turejee tena kwake mwanahabari wetu Glory Nko ametuandalia ripoti ifuatayo. Watu wenye mahitaji maalum ni watu wenye uwezo mkubwa endapo tu watapewa fursa ya kuonyesha uwezo wao. Baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustino wenye mahitaji maalum wameeleza namna ambavyo wakufunzi wanawasaidia katika kufikia ndoto zao za kielimu chuoni hapa. Kwa upande wangu, mchango wa walimu katika chuo hiki kwa watu wenye ulemavu ili kuhakikisha tunatimiza ndoto zetu. Mfano, anahakikisha kwenye group discussions mnapewa ushirikiano wa hali ya juu bila kujali changamoto mlizonazo. Mwalimu anahakikisha kwamba hata wakati anafundisha anahakikisha kwamba sisi tunaona kile anachokiproject darasani, lakini pia pale ambapo hatujaelewa walimu muda mwingine wanatupa muda wa sisi kujielezea. Pamoja ukienda kule library tunajua watu wenye uhitaji maalum. Tuna sehemu yetu pale, ukiingia tu mapokezi na kuonyesha unakaa sehemu fulani, unaambiwa unahitaji kitabu gani, unaletewa. Kwa upande wake, mkufunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino ameeleza namna ambayo anatumia katika kuwasaidia wanafunzi wenye mahitaji maalum kufikia malengo yao. Kwa kawaida, wanafunzi wenye mahitaji maalum tumekuwa tukiwasaidia kwa njia mbalimbali. Kwanza, na njia hizo zimekuwa zikitofautiana kutokana na mahitaji yao. Kwanza, kuna wanafunzi ambao huwa wana uoni hafifu. Katika kuwasaidia wanafunzi hawa tumekuwa tukikuza maandishi katika mitihani, na kundi jingine ni kundi la wanafunzi ambao wanakuwa na mahitaji ya usikivu hafifu. Wanafunzi hawa tumekuwa tukiwasaidia kwa kujitahidi kufanya uwasilishaji kwa maana ya ufundishaji kwa kuto kuhamahama maeneo tofauti tofauti tukiwa tunafundisha. Njia hii imekuwa ikiwasaidia wenyewe kutufuata, kwa maana mara nyingi wenyewe wamekuwa na kawaida ya kusoma katika uso wako unapokuwa unafundisha, na hasa namna mdomo unavyotamka maneno. Lakini njia nyingine tumekuwa tukiwafuata mara kwa mara wanafunzi baada ya vipindi, kuwauliza kama kuna changamoto yoyote ambayo inaendelea wakati wa usomaji, na hivyo kuwapa muda maalum kwa ajili ya kufanya
majadiliano na kusikiliza kipi ambacho labda wanahitaji wasaidiwe. Hao ni baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wenye mahitaji maalum wakieleza namna ambavyo wakufunzi wa chuo hicho wanawasaidia katika kufikia ndoto zao za kielimu. Nikiripoti kutoka hapa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, mimi ni Glory Nko wa SAUT TV. Asante sana Glory Nko kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, punde ni katika habari za kimataifa. Tukianzia hapa barani Afrika, balozi wa Sudani ndani ya Umoja wa Mataifa Ali Halis Idris ameushutumu vikali Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa madai ya kuhusika na mashambulizi ya anga katika mji wa Port Sudani, akidai kuwa mashambulizi hayo yalitekelezwa kwa kutumia ndege za kivita na droni kutoka katika kambi ya kijeshi ya UAE iliyopo bahari ya Shamu. Kwingineko, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amekemea vikali mashinikizo ya Marekani kuhusu kusitishwa kwa urutubishwaji wa uranium, akisisitiza kuwa taifa hilo halitakubaliana na kutishwa na vikwazo wala mazungumzo, na kwamba lina haki ya kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa maendeleo ya kiraia. Balozi wa Sudani katika Umoja wa Mataifa Ali Haris Idris ameushutumu Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa kufanya mashambulizi kwenye mji wa bandari wa Port Sudan kwa kutumia ndege za kivita na droni. Akizungumza mjini New York, Idris amesema kuwa ndege hizo zilizorushwa kutoka katika kambi ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwenye bahari ya Shamu kwa msaada wa meli za UAE. Hata hivyo, shambulizi hilo linalodaiwa kufanywa na Umoja wa Falme za Kiarabu lilitokea siku moja baada ya shambulizi la anga lililofanywa na vikosi vya jeshi la Sudan katika mji wa Nyala, ambavyo vililenga ndege ya kivita na kuwaua raia 13 wa kigeni. Ikumbukwe kuwa Sudani ilisitisha uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu mwezi huu, ikisema kuwa umoja huo ulikuwa unawasaidia wanamgambo wa jeshi la usaidizi wa haraka RSF kwa usambazaji wa silaha za kisasa katika mzozo wa miaka miwili. Kwingineko, baada ya miezi kadhaa ya mazungumzo na mashinikizo ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa umethibitisha kupokea kibali kutoka kwa serikali ya Israeli kupeleka takribani malori 100 ya misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Uamuzi huu unatajwa kuwa muhimu katika kupunguza athari za kibinadamu zinazotokana na mzozo unaoendelea katika eneo hilo kwa miaka kadhaa sasa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, Jens Lake, amesema kuwa waliwasilisha ombi la kuruhusiwa kwa malori mengi zaidi ya yale waliopata idhini hapo awali, na kwamba wamepokea ruhusa hiyo kutoka kwa mamlaka za Israel. Lake pia amebainisha kuwa hatua hiyo inatarajiwa kuongeza uwezo wa kusambaza misaada ya dharura kwa maelfu ya raia wa Gaza waliokumbwa na ukosefu wa mahitaji muhimu kama vile chakula, dawa na maji safi kwa kipindi kirefu. Hata hivyo, kulingana na OCHA, hatua hiyo ya Israeli kuruhusu idadi kubwa ya malori ya msaada kuingia Gaza ni ya kwanza kutokea kwa kiwango hiki ndani ya kipindi cha zaidi ya miaka miwili. Katika kipindi hicho kumekuwa na ukosoaji mkali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu vizuizi vilivyowekwa na Israeli dhidi ya misaada ya kibinadamu kuingia kwenye eneo hilo linalokumbwa na mzozo wa muda mrefu. Ukosefu wa misaada katika eneo la ukanda wa Gaza umechangia hali mbaya ya kibinadamu, ambapo wakazi wamekumbwa na uhaba wa chakula, dawa na huduma za kiafya, ambapo ripoti mbalimbali za mashirika ya misaada zinaonyesha kuwa hali hiyo imefikia kiwango cha hatari, hasa kwa watoto, wazee na wagonjwa. Umoja wa Mataifa umetaka kuendelea kwa ushirikiano kati yake na mamlaka za Israel ili kuhakikisha kuwa misaada hiyo inafika kwa walengwa kwa wakati. Huku viongozi wa mashirika ya misaada yakieleza kuwa endapo utaratibu huu utaendelea bila vikwazo, kuna matumaini ya kupunguza kwa kiasi kikubwa athari za kibinadamu zinazowakabili wakazi wa Gaza.
Na tumalizie huko Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amepinga vikali madai ya Marekani yanayotaka Iran kusitisha urutubishaji wa uranium, akitaja kama upuuzi. Khamenei amesema kuwa Iran haihitaji ruhusa kutoka kwa mataifa ya nje ili kuendeleza shughuli zake za nyuklia, akisisitiza haki ya taifa hilo kujitegemea katika masuala ya maendeleo ya kisayansi. Akizungumza katika hotuba yake, Khamenei ameeleza kuwa juhudi za Marekani za kushinikiza Iran kupitia njia ya mazungumzo au mavikwazo hazitabadilisha msimamo wa Tehran kuhusu mpango wake wa nyuklia. Kauli hiyo imetolewa wakati ambao mazungumzo kati ya Tehran na Washington kuhusu kurejesha mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 maarufu kama Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA yameingia katika hali ya mkwamo. Marekani imekuwa ikitaka Iran kupunguza kiwango cha urutubishaji wa uranium kama sharti la kurejea kwenye utekelezaji kamili wa mkataba huo. Hata hivyo, msimamo ambao umeonyeshwa na Khamenei unaashiria kuwa Iran haitarajii kulegeza msimamo wake, hatua ambayo inaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa juhudi za kidiplomasia zinazolenga kufufua mkataba huo. Viongozi wa Iran wamekuwa wakisisitiza kuwa taifa hilo lina haki ya kuendeleza teknolojia ya nyuklia kwa ajili ya maendeleo ya kiraia. Mpango wa nyuklia wa Iran umeendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano wa kimataifa, hasa baina ya Iran na mataifa ya Magharibi. Mataifa haya yamekuwa yakieleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa Tehran kutumia mpango huo kutengeneza silaha za nyuklia. Iran kwa upande wake imeendelea kukana madai hayo na kusisitiza kuwa shughuli zake zote za nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani kama vile uzalishaji wa nishati na huduma za afya. Julius, SAUT TV. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Boniface Robert atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Boniface Robert. Tukianzia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wateja jijini Mwanza wananunua bidhaa kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kielektroniki wameeleza kukumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo utapeli na ucheleweshwaji wa bidhaa ulizoagiza. Wakizungumza na SAUT TV habari, baadhi ya wateja wamesema kuwa wamepoteza fedha zao baada ya kutapeliwa, huku wengine wakilalamikia kucheleweshwa bidhaa kwa muda mrefu bila maelezo ya kuridhisha. Tukiendelea kusalia hapa nchini Tanzania, waziri wa kilimo Hussein Mohamed Bashe akiwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2025/26 bungeni leo jijini Dodoma, amesema ukuaji wa sekta ya kilimo nchini umeimarika kutoka 2.6 mwaka 2021 hadi 4.2 mwaka 2023. Bashe ameeleza kuwa ongezeko hilo limechangia kupanda kwa thamani ya mauzo ya mazao nje ya nchi pamoja na uzalishaji kwa ujumla, hali inayoashiria mafanikio ya jitihada za serikali katika kuwekeza kwenye sekta hiyo muhimu kwa uchumi wa nchi. Ripoti ifuatayo inaeleza zaidi. Licha ya upatikanaji wa rahisi kwa bidhaa mtandaoni kwa bei nafuu kwa mteja, bado hali si shwari kwa wagizaji wengi kutokana na changamoto wanazokabiliana nazo, hali inayokosesha uaminifu kwa wateja wengi. Na hapo wanaeleza changamoto wanazokumbana nazo pindi wanapoagiza bidhaa mtandaoni. Changamoto ya kwanza naweza nikasema ni changamoto ya muda, kwamba unakuwa umeagiza kitu fulani kwa matumizi fulani ukitegemea labda utakitumia siku fulani, lakini akifiki kwa ule wakati ambao mlikuwa mmekubaliana au akifiki kwa ule wakati ambao ulikuwa unategemea. Kwa hiyo changamoto yake ni kwamba ina delay kukamilisha kwa kile ulichomekusudia kufanyia hicho kitu. Kwa mfano labda umeagiza labda ni mavazi kuvaa siku fulani, lakini kutokana na changamoto katika kuleta ule mzigo yasifike katika muda unaotaka. Nafikia event nafika lakini bado hujavaa mavazi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Changamoto zipo nyingi tunapoagiza vitu mtandaoni. Kwa mfano labda unaagiza mikoba au nguo, ile quality ambayo unaiona kwenye simu ama kwenye picha na utakayoagiza, pengine unaweza kuletea kitu kingine tofauti na ulichoagiza kabisa, mpaka kuja kikakufikie wewe, yani umetumia gharama kubwa sana. Wanakuambia ni nini hiyo delivery, sijui delivery imekuwa sijui
akasumbuka sana kwenye usafiri, sijui nini, unakuta gharama imekuwa kubwa. Ni bora mtu hata ukao umeenda wewe mwenyewe kukifuata dukani ukakinunua mwenyewe unakiona hicho kitu. Kwangu mimi moja kati ya changamoto ambayo nishakumbana nao na inatokea mara nyingi kwenye kuagiza bidhaa mtandaoni ni utapeli mara nyingi. Na hii inatokana na kuwa unayemtumia bidhaa, unamtumia ile pesa kuletea bidhaa, unakuta mara nyingi umfahamu. Mwisho wa siku unashangaa tu ile pesa uliyoituma hairudi wala bidhaa uipate. Kwa upande mwingine, wateja hao wametoa wito kwa mamlaka husika kuweka usimamizi imara ili kupunguza changamoto hizo. Kuwe kuna polisi ambao wanadiri na masuala ya internet kuhakikisha hawa wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara za mitandao wanakuwa salama. Kwanza wale wanaotuma zile bidhaa wanatakiwa wawe na uaminifu ili bidhaa ziweze kuwafikia wateja wao ili waweze kuamini. Kwa sababu watu wengi wamelizwa kutokana na hili swala na serikali ndio maamuzi wa mwisho. Kwa hiyo kama serikali ikiangalia namna ambavyo itaboresha labda mifumo ya watu ambao wanakuwa wanaagiza bidhaa kupitia mtandao, inaweza ikawa njia nzuri kwa ajili ya kuondoa athari kama hizi. Bungeni leo, waziri wa kilimo nchini Mheshimiwa Hussein Bashe katika wasilishaji wake wa bajeti ya kilimo kwa mwaka wa fedha 2025-26 amesema kuwa ukuaji wa sekta ya kilimo umeongezeka kutoka 2.6% mwaka 2021 hadi 4.2% mwaka 2023 na kupelekea ongezeko la thamani ya mazao nje pamoja na uzalishaji wa mazao ya chakula, ambapo kulingana na ripoti yake thamani ya mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi imeongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 1.2 sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 3.12 mwaka 2019 na 20 hadi dola za Marekani bilioni 3.54 sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 9.67 mwaka 2023-24 sawa na ongezeko la 195%. Kwa upande wa uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani milioni 17.14 kwa mwaka 2021-2022 hadi tani milioni 22.80 kwa mwaka 2023-2024 sawa na ongezeko la 33% na kufanya utoshelevu wa chakula nchini kufikia 128% dhidi ya lengo la 130%. Kwingineko kimataifa, ripoti mpya ya kimataifa imeonyesha kuwa soko la teknolojia la akili mnemba ya kizazi kipya yani generative AI katika sekta ya uhuishaji linatarajiwa kukua kwa kasi kutoka dola bilioni 2.1 kwa mwaka 2024 hadi kufikia dola bilioni 15 ifikapo mwaka 2030. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa maeneo ya Asia Pacific na Amerika Kaskazini yanaongoza katika matumizi ya teknolojia ya akili mnemba, huku kampuni zikiongeza uwekezaji kwenye utafiti na maendeleo, huku wataalamu pia wakitabiri kuwa akili mnemba katika uhuishaji si tu itaongeza ubunifu bali pia itafungua fursa nyingi za ajira na maendeleo ya maudhui ya kisasa ulimwenguni. Na ripoti hiyo ndio mwisho habari za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Rusia Mkono. Endelea kutazama Sauti TV Habari. Mimi ni Boniface Robert. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo tulizokuandalia ndani ya Sauti TV. Mimi ni Rusia Mkono. Klabu ya Pamba Jiji ya jijini Mwanza imetamba kufanya vizuri katika michezo yake miwili ya mwisho ya ligi kuu ya soka NBC Tanzania Bara dhidi ya klabu ya KMC na JKT Tanzania, huku ikisisitiza umuhimu wa kupata ushindi ili kusalia ndani ya ligi kuu kwa msimu ujao. Ikumbukwe klabu ya Pamba Jiji inashikilia nafasi ya 12 ikiwa na alama 30 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania Bara. Katika rubaa za kimataifa, nyota wa klabu ya Manchester City na timu ya taifa ya Ubelgiji Kevin De Bruyne ametangaza kuondoka rasmi katika klabu hiyo baada ya kuitumikia kwa takriban miaka 10, kipindi ambacho ameisaidia kutoa jumla ya mataji 20 ikiwemo ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, ligi kuu nchini Uingereza na mataji ya michuano mingine. Mwanamichezo wetu Patrice Chesaga anaripoti ifuatayo. Wakati ligi kuu Tanzania Bara ikielekea ukingoni, klabu ya Pamba Jiji ya jijini Mwanza imetamba kufanya vizuri katika michezo yake miwili ya ligi kuu kati ya KMC na JKT Tanzania.
Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa klabu hiyo Moses William amesema kuwa ni michezo muhimu kupata matokeo ya ushindi kulingana na nafasi waliopo. Pamba Jiji ipo nafasi ya 12 huku ikiwa na alama 30. Kikosi kimsingi mara baada ya kucheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya KenGold, mechi ambayo ilichezwa mkoani Mbeya, benchi la ufundi na uongozi walitoa mapumziko ya siku 10 kuanzia pale kwa ajili ya vijana kuweza kurefresh. Utafahamu wametoka kidogo kwenye kazi ngumu kwenye mechi mbili dhidi ya Simba na KenGold, kwa hiyo walikuwa wanahitaji kidogo utulivu wa akili na mapumziko ya kimwili. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza na nyinyi, timu iko mapumzikoni baada hizo siku 10 ambazo zimetoa. Kwanza ni mechi ambazo ni ngumu. Ni mechi ngumu, mechi nzito. JKT KMC miongoni mwa timu nzuri, miongoni mwa timu bora, zina mabenchi bora ya ufundi. Lakini ukweli ni kwamba ni alama 6 ambazo tunazihitaji kwa kiasi kikubwa ili kuweza kubakia kwenye ligi kwenye nafasi nzuri zaidi ya tuliopo kwa hivi sasa. Kwa hiyo kwa ukubwa na ukongwe wa timu yetu, sisi hatuwezi tukakaa hapa kwanza kujadili. Tunatamani kupambana kwa ajili ya kuibakiza timu. Sisi tunatamani timu ibakie kwenye nafasi nzuri zaidi. Na hilo linawezekana kama ambavyo umetoka kuniuliza. Cha kwanza ni kuhakikisha wachezaji hawana changamoto yoyote, clearance ya kila kitu kwa wachezaji. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini lingine ni kuheshimu maamuzi ya benchi la ufundi. Kwa hiyo wakisema tunarudi siku fulani mazoezini, sawa. Wakisema tunatakiwa tupate michezo kadhaa ya kirafiki kabla michezo hii, sawa. Wakitaka jambo lolote kupitia game plan, management watafanya. Kwa hiyo kikubwa ni hicho, kulisikiliza benchi la ufundi, lakini kuhakikisha hiyo bondi inakuwa kubwa kati ya management pamoja na uongozi. Kingine ni kuendelea kukumbushana. Wachezaji wetu wengi tunaamini maturity yao ni kubwa, wanajua kile ambacho klabu wanakihitaji, lakini sio dhambi kuendelea kuwakumbusha klabu inahitaji nini na ili wafanye nini. Kwa hiyo ni vikao vya ndani ambavyo hatuwezi tukavitoa nje, nini ambayo tunakifanya kuhakikisha alama 6 zinabakia kunako jiji la Mwanza. Haiwezi kuwa rahisi hata kidogo kutokana na ubora hizo timu ambazo nimetoka kuzizungumza, lakini ni lazima kwa ukubwa na ukongwe wetu kila mmoja kwenye taasisi apambane, apigane kuhakikisha hizo alama 6 zinapatikana. Narudia tena, ugumu sio haiwezekani. Kwa kila mmoja kwenye nafasi yetu, naamini mpaka saizi anajua cha kufanya kuhakikisha malengo ya taasisi yanatimia. Na kunako uga wa kimataifa, nyota kiungo mshambuliaji wa Manchester City na timu ya taifa ya Ubelgiji Kevin De Bruyne rasmi ameondoka kwenye klabu hiyo mara baada ya kuitumikia miamba hiyo ya Uingereza kwa takribani miaka 10, huku akiwa ametoa makombe 20 ikiwemo kombe la klabu bingwa barani Ulaya. Kevin De Bruyne alijiunga na klabu ya Manchester City akitokea Wolfsburg mnamo Agosti 30, 2015. Hadi kufikia sasa amecheza kwa takribani miaka 10 na akifanikiwa kuchukua mataji zaidi ya 20 ikiwemo ligi kuu ya Uingereza mara 6, kombe la FA mara 2, kombe la Carabao mara 5, ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Championship mara 1, UEFA Super Cup mara 1 na FIFA World Cup mara 1. Wakati tukisalia kunako jiji la Manchester, mara baada ya kukaa nje kwa takriban siku 241, Rodrigo Hernandez amefanikiwa kurudi uwanjani usiku wa kuamkia leo akiwa amecheza dakika 7 pekee. Asante sana Patrice Chesaga kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufika hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Lucia Mkono, na sasa nirudishe kijiti hiki kwake Aksa Raymond kwa ajili ya kuhitimisha taarifa ya habari ya siku hii ya leo. Asante sana Lucia Mkono kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Habari za uongo zatishia amani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Sudani yashutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kuhusika na mashambulizi ya anga Port Sudan. Na katika michezo, klabu ya Pamba Jiji imetamba kufanya vizuri katika michezo yake iliyosalia ya ligi kuu Tanzania bara. Kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii, jina langu ni Aksa Raymond. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na usiku mwema.